lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kuchilinga tear gas mwenyewe. Wapenzi watazamaji, ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha tunapopata waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen analaumu Sifuna na wenzake eti kwamba walijimuagia tear gas Kakamega County kwenye mkutano wao mkubwa ambao waliweza kuandaa siku ya Jumamosi, akisema kwamba viongozi wale walijimuagia vitoza machozi ili kulaumu serikali na maafisa wa polisi. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kuchilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. And I have no doubt in my mind the IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. That must be dealt with finality. Gachagua hivi majuzi mikutano yake hadi kanisani iliweza kuharibiwa. Gachagua amejaribu kupiga ripoti katika vituo vya polisi, ameenda mpaka afisi ya Inspector Generali, hasikilizwi. Alafu unapata waziri mzima mwenye anafanyia Wakenya kazi akiita Gachagua kwamba wewe you are Mr. No Term, kwa sababu Gachagua ana complain na kulalamika hali ya utovu wa usalama ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya, mahala ambapo unapata goons wanalipwa kwenda kuharibu mikutano ya viongozi wa upinzani. Jambo hili serikali inazidi kulipalilia. Haki ya Mungu, wanazidi kupalilia jambo hili, na kipindi ambapo Kenya italipuka hawatakuwa na mahala pa kuzuia. I'm telling you for the fact. Ninakuambia ukweli. Wacha wao sasa hivi waendelea kujitetea. Wananunua goons, wanaharibu mikutano ya upinzani. Alafu upinzani wakilalamika, serikali inaanza kusema kwamba viongozi wa upinzani wanajipiga tear gas, wanaanza kumtusi Gachagua eti yeye ni Mr. No Term. Yani si kila Mkenya anapaswa kukuwa na security. Muliona jinsi ambavyo Gachagua alishambuliwa kanisani. Eti Gachagua akiuliza hayo anaanza kuitwa yeye ni Mr. No Term. Okay, basi muite majina jinsi ambavyo mtamuita, lakini je, mbona msifanye uchunguzi? Waliofanya uhalifu wa kushambulia viongozi wa upinzani na kurusha vitoza machozi kwenye mikutano ya viongozi wa upinzani wakamatwe. The only challenge we feel and face as a country is insecurity caused by politicians ambao hawana sera, wanapanga vijana na goons wa kupeleka kwa mikutano, wanaenda kuleta vita kati ya ndugu na ndugu. Badala ya mtu ya kuitisha mkutano wake na kuenda kuuza sera, yeye anatembea na watu ambao ni watu wa kupiganisha watu na kupiga watu. And I was seeing another one who was formerly a leader in this country akiongea kwa television hapa ati in security imezidi. The only time huyo mtu wa half term, hata hakufika half term, huyo wa quarter term anakuja kuongea hapa, na huyo quarter term kwa constitution ni no term, kwa sababu inahesabiwa kama you never served.
Nilisikia akisema ati Murkomen, unajua akiamuka ni Murkomen, akilala ni Murkomen. Ruto Murkomen, Ruto Murkomen. Na shida yake anasema ati tumeleta insecurity. But the truth is this. He is the chief negotiator ya goons kwa Republic of Kenya. Na wakati goons yake wanapigwa, siku hiyo ndio analia peke yake. Ningetaka kusisitiza ya kwamba tunaenda muda wa kufanya elections. Mimi nataka niseme kwamba idara ya usalama iko imara kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaendelea kuishi kwa usalama. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele. Wapenzi watazamaji, tuanze kwenye mkutano wa Sifuna. Ni akina nani katika taifa letu la Kenya ambao wanamiliki tear gas? Si basi kama tear gas ingekuwa inauzwa kwenye maduka, kila Mkenya angekuwa na tear gas yake. Angekuwa ananunua tear gas yake, anaenda kwenye mikutano hata ya serikali na mwaga tear gas pale. Hawa viongozi wanatubeba kiujinga. Wanatuona kama sisi ni watu ambao ni wajinga, hatujui kureason na tujue kwamba tear gas inamilikiwa, inabebwa na inapeanwa kwa maafisa wa polisi peke yake. Kipindi ambapo unapata kwamba serikali inapiga budget kununua tear gas kiasi fulani zinaletwa. Kila kituo kinapewa kiasi fulani cha tear gas. Kwenye kivuko cha Mombasa cha meli tuko na wakaguzi pale. Basi kama ni tear gas zinapitishiwa pale, tungekuwa tunasikia wale ambao wanakagua meli Nairobi Mombasa wangekuwa wamepiga kelele na kusema kwamba tumenasa tear gas kiasi fulani. Kwenye uwanja wa ndege serikali ndio inasimamia. Sio eti kwamba opposition ndio wanasimamia, serikali ndio inasimamia. Iwapo hizo tear gas zitapitishwa kwenye viwanja vya ndege, utasikia serikali imelalamika, there is an illegal tear gas that has entered Kenya. Umewahi sikia taarifa kama hizo? Haujawahi sikia. Sasa inawezekanaje Kipchumba Murkomen anasema kwamba tear gas Sifuna waliweza kujimwagia? Na kama Murkomen yuko na ushahidi kwamba Sifuna waliweza kujimwagia tear gas, mbona asiwaite waandikishe taarifa? Tusemezane tu kweli. Lengo la serikali kutumia tear gas kwenye mikutano ya viongozi wa upinzani ni kusambaratisha ile mikutano, isije ikaonekana kwamba serikali imeshindwa. Alafu utapata waziri anasema eti kwamba viongozi wale walijimwagia tear gas ili kupata huruma au kupata sympathy. Watu ambao wanachochea mpaka hata vita vinaweza vikatokea Kenya ni viongozi ambao wako madarakani. Asante. Huyu Murkomen alikuwa anazungumza upande wa Kipkelion, Kericho County. Hata kipindi ambapo nilikuwekea hiyo kanda, kama ulikuwa makini, unaweza ukanotice kwamba hata wale pastors ambao mahala ambapo Kipchumba Murkomen alikuwa kanisa wanashangaa yale matamshi ambayo yanatoka kwa vinywa vya viongozi wa serikali. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, ingekuwa ni viongozi wa serikali wanakuwa tear gassed namna ambayo Sifuna, Babu Owino,
Orengo na wenzake waliweza kukua tear gas, si serikali ingekuwa imefanya uchunguzi? Wale ambao waliweza kumwaga tear gas wamepatiwa adhabu. Basi kama Sifuna wanatafuta sympathy, hiyo ni kumaanisha 2022 William Ruto alipokuwa anarushiwa tear gas kanisani Murang'a, na yeye alikuwa anatafuta sympathy. Call a spade a spade. Kwa sababu 2022 William Ruto alipokuwa anaenda kanisani kipindi cha kampeni, mara unamsikia Nyeri, mara Kiambu, ulikuwa unapata tear gas inarushwa kanisani na maafisa wa polisi wapo. Je, kipindi kile walikuwa wanalaumu serikali au walikuwa wanajilaumu? William Ruto alikuwa analaumu Matiang'i na kusema kwamba imebaki siku chache, freedom is coming. Kwa hivyo itawezekanaje wale ambao walikuwa wanalaumu serikali sasa hivi hawataki kulaumiwa? Ni kumaanisha walikuwa wanajimwagia tear gas na wanataka kulaumu hao wengine tu kwamba wanajimwagia tear gas. Wacha nikuambie, hata wajaribu kutumia maneno yepi, Wakenya wameamua ni one term. Hata wajaribu kutumia namna ipi, Wakenya wameamua William Ruto na serikali yake ni one term. Unajua, wamegundua kwamba Wakenya wanapenda mrengo wa Sifuna na upinzani. Serikali inaendelea kupoteza uungwaji mkono. Sasa wameona waseme kwamba upinzani unajimwagia vitoza machozi. Kama wanajua kwamba kuna wenye walikuwa na vitoza machozi, ni kitu gani ambacho kimefanya hawajaweza kukamata hata mmoja? Walikuwa wanasema kwamba hata tangia 2025 Gachagua alikuwa anajimwagia vitoza machozi, alikuwa anajimwagia mabomu ya kutoa machozi. Gachagua alikuwa anajimwagia tear gas. Mbona hawajawahi kamata hata mmoja? Serikali huwa inamwaga tear gas mpaka kanisani. Mbona basi kama unasema eti kwamba viongozi wa upinzani wanatembea na tear gas, mbona hawajakamata hata mmoja? Uchunguzi wa kanisa la Witima bado hujaweza kuanza, mahala ambapo Gachagua aliweza kushambuliwa. Sifuna walikuwa tear gas Kitengela, 1 week down, uchunguzi haujaanza. Ndio hawa wamemwagiwa vitoza machozi Kakamega, na alafu nasikia waziri anasema eti kwamba waliweza kujimwagia tear gas. Bwana, haya maneno ambayo wanasema sisi hatutaki kujua, tunasubiri 2027 tuwapeleke nyumbani. Haiwezi ikawa kwamba wanamwaga vitoza machozi, serikali inanunua mpaka goons kwenda kuharibu mikutano ya upinzani, alafu wanaanza kutuambia eti kwamba upinzani ndio wanatembea na goons, eti upinzani ndio wanatembea na mapanga, sijui upinzani wanatembea na visu. Ni mara ngapi niliwaambia kwamba kuna goons ambao walikuwa wanatolewa Kisumu waende kuharibu mikutano ya Sifuna upande wa Kakamega. Mmoja wao akauawa, niliwaripotia hapa. Alafu sasa wanasema kwamba eti akina Orengo ndio walikuwa wanatembea na goons. Bana, hii serikali inapaswa kuambiwa kwamba wakati umefika wajiandae kwenda nyumbani. Unaweza ukawaambia nini? Unaamini eti kwamba viongozi wa upinzani wako na tear gas ya kujirushia ili kuweza kulaumu serikali?